Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele, na uwe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi tunatazama kile ambacho kinaendelea katika dimba la pale Dodoma, sehemu ambayo wananchi wanamenyana dhidi ya Mtibwa Sugar, ikiwa ni mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara unaendelea. Wananchi wametoka kupata sare mbili mfululizo dhidi ya Azam, lakini pia dhidi ya TRA, na kupelekea watu kuweza kushangilia kwa nguvu zote kutokana na matokeo ambayo walikuwa wanayapata. Changamoto kama kawaida walikuwa wanazieleza kwamba ni mbanano wa ratiba, lakini pia ni kutokana na kuwa na majeruhi mengi katika kikosi chao. Ila leo katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar wakiwa ugenini, tayari wananchi wamekwisha kuwatangulia kwa kuweza kufunga bao la dakika ya 23 na sekunde zake tumeweza kuona Pacome Pedel Zuzu akiweza kuandika bao lake la 4 msimu huu baada ya kuweza mchoropoka au baada ya kuweza kumwona Mwanengo akiweza kumgasgas golikipa wa Mtibwa na kuweza kuachia mpira ule, na kisha Pacome Pedel Zuzu akiwa pamoja na Mudathiri haya wakiwa pale langoni, kisha Pacome akaamua kuweza kumalizia na chuma kikasoma 1-0. Lakini hali ya jeshi hapo, tumemshuhudia pia golikipa wa Mtibwa Sugar akiweza kutolewa kwa kushindwa kuendelea na mchezo, ikionekana kwamba Mwanengo aliweza kumgusa kichwani. Unajua eneo la kichwa ni sehemu sensitive sana, yani sehemu ambayo haupaswi kuweza kujiuliza mara mbili kama ni sehemu ambayo unaweza kutibiwa ama unaweza kuigasigasi. Yani sehemu ya kichwa ni sehemu ambayo upaswi kabisa kuweza kufanya jaribio lolote la kuweza kuhakikisha unapata mshindo wa nguvu na kuweza kukuumiza. So golikipa Mtibwa Sugar ameweza kutoka baada ya kuweza kupokea gasigasi hiyo ya kuweza kuachia mpira na kuguswa na Mwanengo eneo la kichwani, lakini bao ndo hivyo limehesabiwa na ijionekana kama ni madhambi ambayo ameweza kuyapata au kuweza kuyafanya Mwanengo kuelekea bao ambalo limeweza kutokea. Assist ya Mwanengo, bao la Pacome Pedel Zuzu na kuisababishia Yanga kuweza kuongoza kipindi cha kwanza cha mchezo huu. Tayari shot on target ni mbili, moja ikiwa ni bao, lakini pia nyingine ikiwa ni jaribio ambalo limeweza kuishia mikononi mwa golikipa wa Mtibwa Sugar. Ngoja tuone mpira utamalizika vipi, lakini fahamu tu kwamba tayari kuna watu wanaongoza huko, tayari watu wanaendelea kujitengenezea gap la alama dhidi ya wapinzani ambao wamekuwa wakiwafuata. Yanga 1 Mtibwa Sugar 0, bao la Pacome Pedel Zuzu. Till next time.